أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema naendelea kueleza kuhusu Hudaybiyah. Kuhusiana na hilo kuna habari za ujio wa Budayl bin Waraka Khuzai na wajumbe wengine wa Quraysh kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelezo yake Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akifika katika bonde la Hudaybiyah alipiga kambi karibu na chimchim ya bonde hili. Maswahaba walipofika na kupiga kambi katika sehemu ile, kiongozi mmoja maarufu wa kabila Khuzaa aitwaye Budayl bin Waraka Khuzai aliyekuwa akiishi katika maeneo ya jirani pamwe na wenzake wachache akaja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba viongozi wa Makka wako tayari kupigana vita na kamwe hawatakuruhusu kuingia Makka. Mtume akasema, sisi hatukuja kupigana vita, bali tumekuja kwa nia ya kufanya umra tu, na ni masikitiko ya kwamba japo moto wa vita umewaunguza Makuraish wa Makka na kuwafanya kuwa majivu, lakini bado watu hawa hawajizui. Nami niko tayari hata kupatana nao ya kwamba wao wakisitisha vita zidi yangu waniache huru kwa ajili ya watu wengine, lakini wakikataa pendekezo langu hili na katika kila hali wakiendeleza vita, basi naapa kwa Zati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, mimi pia sitarejea nyuma katika kupigana nao mpaka uhai wangu ujitolee katika njia hii au Mungu anijalie ushindi. Ikiwa mimi katika kupigana nao nitakufa, basi kisa hiki kitakwisha, lakini Mungu akinijalia ushindi na dini niliyoileta ikapata ushindi, kisha watu wa Makka pia hawatakiwi kuwa na shida katika kuniamini. Budayl bin Waraka akapata athari sana ya maneno hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyojaa ikhilasi na uchungu. Yeye akamwomba Mtume akisema kwamba nipatie muhula ili niende Makka na nikawafikishie ujumbe wako na nifanye juhudi ya kupatanisha swala hili. Mtume akampa ruhusa na Budayl akiwa na watu wachache wa kabila lake akaelekea Makka. Budayl bin Waraka alipofika Makka akiwajumuisha Quraysh akasema kwamba mimi nimetoka kwa mtu huyu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ameweka mbele yangu pendekezo moja, kama mnaniruhusu niweke mbele yenu. Hapo watu wa Quraysh wenye hasira na jaziba wakasema, sisi hatuko tayari kusikia lolote kutoka kwake, yani hatutaki kumsikia Muhammad. Lakini watu wazima wenye busara wakasema, ndio tuambie anasema nini.
hapo budayal akarudia maneno ya mtume salallahu alaihi wasallam na hapo mtu mmoja urwa bin masud ambaye alikuwa kiongozi moja maarufu wa kabila saqif wakati ule alikuwepo katika makka akasimama na akaanza kuwaambia quraish kwa njia ya kiarabu ya zamani ili watu je mimi si kama baba yenu wakasema ndio kisha akasema je nini si kama vijana wangu wakasema ndio sisi ni kama watoto wako kisha urwa akasema je mnani amini au la makuraish wakasema ndio tunakuamini akasema basi rai yangu ndio hii ya kwamba mtu huyu yani muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka mbele yenu jambo zuri sana mnatakiwa kukubali mara moja na muniruhusu kwamba niende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na niongee naye zaidi makuraish wakasema bila shaka uende na ukaongee naye urwa akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na katika maelezo yake imeendikwa ya kwamba urwa akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema e muhammad sallallahu alaihi wasallam nimewacha ka bin loi na amr bin loi karibu na maji ya hudabia na pamoja nao kuna ngamia wenye kutoa maziwa wao wamewaita makabila ya ahabish ahabish yalikuwa makabila yenye uhusiano mzuri na quraish ambao walikuwa wamechukua ahadi karibu na mlima wa habshi hami hivyo watu hawa walianza kuitwa ahabish wao wamewaita ahabish na wafuasi wao na wao wamevaa ngozi za chui yani makafiri wamevaa ngozi za chui wako tayari kupigana vita na wameshakula kiapo kwamba wao hawataacha njia kati ya baitullah na wewe mpaka wewe uwaangamizi bila shaka wewe ye akasema kwamba bila shaka wewe na wale ambao utapigana nao vita jambo moja ni wazi katika mambo mawili moja wewe utaangamiza kaumu yako na hadi leo haijawahi kusikilizwa kwamba mtu fulani awe ameangamiza kaumu yake au awe ameangamiza watu wa nyumba yake au wale walio pamoja nawe watakufezehesha yaani yeye alijaribu kumwogopesha mtume kwa njia hiyo pia kwamba watu hawa ni woga walio pamoja nawe akasema wallahi nyuso ninazoziona za watu walio pamoja nawe ye akajenga zana mbaya juu ya maswahaba akasema nyuso ninazoziona ni za watu ambao watakimbia tu na katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba alisema katika watu kuna watu ambao si watambui kutoka uso wao wala najua nasaba yao na hulka mimi naona kwamba wao watakimbia tu na watakuacha na riwaya moja inasema kwamba alitamka maneno haya kwamba mimi naona ukipigana na quraish watu hawa watawaruhusu maquraish waje kukukamata na hivyo akajaribu kumwogopesha mtume na maquraish watakufanya kuwa mahubusu na kisha hiyo itakuletea shida sana hata abubakar raziallahu anhu ambaye alikuwa ameketi nyuma ya mtume akapata hasira na akasema nenda ukabusu sanamu lako lat yani ufanye ibada yake na usiongee nasi mambo ya namna hiyo je sisi tutamwacha mtume saa salam urwa akasema huyu ni nani watu wakasema kwamba ni abubakar urwa akasema wallahi kama nisingekuwa na hisani yako juu yangu mimi ningekujibu katika zama fulani hata abubakar alikuwa amemfanyia urwa hisani moja imeendikwa katika historia ya kwamba uria alikuwa amemwomba mtu msaada ili kulipa dia alikuwa amemua mtu fulani na ilikuwa wajibu wake kulipa dia watu wakamsaidia kwa kumpatia ngamia wawili au watatu ila hata abubakar akamsaidia kwa kumpatia ngamia 10
hii ilikuwa ni hisani ambayo abubakar alikuwa amefanya juu ya urwa. kisha urwa akaanza kuongea na mtume, na alipokuwa akiongea naye alikuwa anagusa ndevu yake. hat mughira bin shoba alikuwa amesimama karibu na mtume salallahu alaihi wasallam na upanga, na alikuwa amevaa kofia ya chuma. urwa akaja mbele ili kuongea na mtume, na urwa akanyosha mkono wake ili aguse ndevu ya mtume. hapo mughira kwa incha ya upanga wake akamzuia na akasema kwamba zuia mkono wako kugusa ndevu ya mtume saa salam kabla ya upanga wangu kukufikia, kwani si vizuri kwa mshirikina yeyote kugusa ndevu ya mtume salallahu alaihi wasallam. urwa akainua kichwa chake na akasema, huyu ni nani? watu wakasema mughira bin shoba. katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume alisema, huyu ni mpwa wako mughira bin shoba. ye akasema, ewe mwenye ahadi mbaya. urwa akasema kwamba je, nilikuwa siku kusaidia? yani katika zama ya ujahilia maelezo yake ni kama haya kwamba hat mughira katika zama ya ujahilia alienda pamoja na watu kadhaa na akamua mtu fulani na kuchukua mali yao, kisha akaja na akasilimu. nabi salallahu alaihi wasallam akasema kwamba ama kuhusu islam yako ninaikubali, na ama mali hii uliyoleta mimi sihusiki nayo. hii ni riwaya ya bukhari. lakini kwa vyote vile urwa atakuwa amemsaidia mughira katika swala hili. kisha urwa alianza kuona masahaba za mtume kwa umakini. mtume akitema mate, masahaba walikuwa wakichukua juu ya mikono yao na kisha walikuwa wakipaka juu ya uso na kifua chao, na mtume akiwa amuru masahaba kitu fulani, masahaba walikuwa wakitekeleza mara moja. mtume akitawaza, masahaba walikuwa wakimkimbilia ili kupata maji yale. hata walikuwa hawaachi hata nywele yake idondoke chini, bali walikuwa wakitunza, na mbele ya mtume walikuwa hawasemi kwa sauti ya juu, na kwa sababu ya heshima yake walikuwa hawamwoni kwa kuinua macho. urwa alipohitimisha maongezi yake na mtume salallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia yale yale aliyokuwa amemwambia abudayal bin waraka, na akaweka mbele yake pendekezo la kufanya suluhu kwa muda. kisha urwa akaja kwa quraish na akasema, ini watu wangu, nilipata nafasi ya kuwaendea wafalme kaisari, kisra na najashi katika majumba yao. wallahi mimi sikumwona mfalme yeyote ambaye anatiwa kama anavyotiwa muhammad saa salam kutoka maswahaba zake. ye alikuwa amekuja ili kumwogopesha mtume kutoka makafiri, lakini alipoona manzari hizi akapata athari moyoni mwake, na kisha akaenda kuwaambia makafiri akasema, wallahi mimi sijamuona mfalme ambaye wafuasi wake wawe wanamheshimu kiasi hicho kama maswahaba wa muhammad saa wanavyomheshimu. wallahi hakuna mfalme kama yeye. ye anapotema mate, wafuasi wake wanaipokea juu ya mikono yao, kisha wanapaka juu ya nyuso na vifua vyao, na kisha anapowaamuru wanafanya haraka katika kutekeleza. anapotawaza kwa ajili ya kupokea maji ya wuzuu wanamkimbilia, na hawaachi nywele zake zindodoke chini, bali wanazitunza. mbele yake wafuasi wake wanaongea kwa sauti hafifu, na kwa sababu ya heshima hawamuoni kwa kuinua macho, na mtu yote haongei bila izni. anapotoa izni kisha masahaba wanaongea, na asipotoa izni basi kila moja anakaa kimia. alisema kwamba amewapendekezeni jambo moja jema, yani mtume salallahu alaihi wasallam amewapendekezeni jambo jema, hivyo mukubali. bila shaka mimi nimewapatia kaumu tahadhari, na mujue ya kwamba kama mkiamua kupigana naye kwa upanga, ye pia atatumia upanga zidi yenu, na ikiwa nini mtamzuia kiongozi wao, yani mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeona kaumu ile
wao hawatajali hata kidogo kwamba kuna nini kinachotokea kwao. Wallahi mimi nimeona wanawake pamoja naye pia ambao hawatamkabizi kwetu. Ini kaumu yangu, badilisheni rai yenu na nendeni kwake na kubalini kitu anachoweka mbele yenu. Yani mtume saa salam ameweka mbele yenu pendekezo la suluhu, mukubali. Alisema mimi nawatakieni kheri, na pamoja nayo nina hofu vile vile kwamba nini hamtasaidiwa zidi ya mtu huyu ambaye amekuja kuitembelea Baitullah. Hii ana wanyama wa zabihu ambao watawachinja kisha watarejea. Hapo Quraish wakasema, e Abu Yafur, usiongee mambo hayo. Je, kuna mwingine pia aliyeongea mambo ya namna hiyo? Na kinyume chake mwaka huu tutamrudisha na wao watakuja mwakani. Urwa akasema kwamba nini mtalazimika kuvumilia shida kubwa. Kisha Urwa na wenzake wakaelekea Taif. hat Muslih Maud raziallahu taala anhu pia ameeleza matukio ya suluhu Hudaybiyah. Yeye akieleza tukio moja anasema kwamba Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam alipoenda kufanya tawafu ya Kaaba tukufu, makafiri wa Makka kwa kupata taarifa ya ujio wake wakamtumia kiongozi wao mmoja ili yeye aende na akamwambie kwamba mwaka huu usije kufanya tawafu. Kiongozi huyo akamfikia na akaanza kuongea naye. Wakati wa kuongea yeye akagusa ndevu yake tukufu ya kwamba safari hii usifanya tawafu na usitishe hadi mwaka ujao. hata Muslim Maud anasema kwamba kugusa ndevu haikuwa kwa sababu ya jambo fulani ambalo ni kinyume cha heshima, bali ni desturi kwa watu wa Asia kwamba wanapotaka kumfanya mtu kukubali jambo lao, hapo kama kumwomba wanagusa ndevu yake, au wakigusa ndevu yao wanasema kwamba angalia, mimi ni mzee na ni kiongozi wa kaumu, hivyo naomba ukubali ninalosema. Hivyo kiongozi huyu pia akagusa ndevu ya mtume kama kumwomba tu. Kwa kuona hayo, swahaba moja akaja mbele na kwa kumpiga kishikio cha upanga wake akamwambia kiongozi huyo kwamba ondoa mkono wako mchafu. Kiongozi akamtambua mtu huyo na akasema, wewe ni mtu yule yule ambaye kipindi fulani nilikuwa nimefanya hisani. Kwa kusikia hayo, swahaba huyo akanyamaza na akasogea nyuma. Kiongozi tena akataka kugusa ndevu ya mtume. Maswahaba wanasema, sisi tulipata hasira juu ya kitendo chake hicho, lakini wakati ule tulikuwa hatumwoni mtu ambaye kiongozi huyo asiwe amemfanyia hisani. Mtu huyo alikuwa amewafanyia watu wengi hisani, na wakati ule tulikuwa tukitamani kwamba laiti angekuwepo mtu kati yetu ambaye asingekuwa chini ya hisani ya kiongozi huyo. Muda huo mtu mmoja akaja mbele ambaye alikuwa amevaa deraya na kofia ya chuma, na kwa jiziba sana akaongea na kiongozi na akasema, ondoa mkono wako mchafu. Huyu alikuwa Abu Bakar aliyesema. Kiongozi alipomtambua akasema, ndiyo, siwezi kusema lolote kwani sina hisani yote juu yako. Kisha Hulais bin Alqama Kinani ambaye alikuwa kiongozi wa Ahabish, kama nisemavyo, Ahabish yalikuwa ni makabila yenye uhusiano na Quraish ambao karibu na mlima uitwao Habshi walikuwa wamekula kiapo, hivyo wanaitwa Ahabish. Ye akasema, niache niende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makuraish wakasema, nenda. Ye alipomwona Mtume saa salam kutoka juu, Mtume sallallahu salam alisema kwamba huyu ni mtu fulani ambaye anatokana na kabila ambao wanaheshimu wanyama wa zabihu, na akawaambia maswahaba kwamba kwa ajili ya kumwonyesha, sogezeni wanyama wa zabihu kwenda mbele. Wao wakawasogeza mbele. Ye alipowaona wanyama karibu na kando ya bonde ambao mikufu ilikuwa imefungwa kwenye shingo zao, na kwa sababu ya kubaki kwa muda mrefu mikufu kwenye shingo zao
nywele za shingo zilikuwa zimeshadondoka. wanyama walikuwa wakitoa sauti mara kwa mara. masahaba wakisoma talbia wakampokea. masahaba walikuwepo hapa kwa nusu ya mwezi na walikuwa hawakutumia manukato na hata nywele zao pia zilikuwa zimevurugika. Ye alipoona akasema, subhanallah, watu hawa si vyema kwamba wazuiliwe kutoka baitullah. moyo wake ukalainika mara moja. akasema ya kwamba mwenyezi mungu hakutoa rukhsa ya kwamba lakham, jazam, kinda na himir makabila haya yafanye hija na mwana wa abdulmutalib azuiliwe. hiyo si vizuri kwamba makuraish wamzuie kutoka baitullah, na hapa kwa mungu wa kaba makuraish wataangamia. bila shaka watu hawa wamekuja kufanya umra tu. yeye alisema katika haki ya waislamu. kwa kusikia hayo mtume akasema, wallahi ewe ndugu ya banu kanana, ni sawasawa. ye akampatika jibu. mtu huyu akapata athari sana na akaenda kuwaambia makuraish kwamba mimi nimeona kitu ambacho kwa sababu yake si halali kuwazuia waislamu. mimi nimewaona wanyama kwa sababu ya mikufu katika shingo zao, nywele zao zimeshadondoka na mikufu hiyo imo kwenye mashingo yao tangu muda mrefu, na hayo yote ni kwa sababu moja tu, kwamba waweze kufanya tawafu ya baitullah. na wallahi sisi hatukufanya nani mkataba juu ya jambo hili. ye akawaambia makafiri kwamba sisi hatukufanya mkataba juu ya jambo hili, na pia tuliko tumefunga nanyi mapatano kwamba nini mtamzuia kila mtu ambaye atakuwa mwenye kusimamisha heshima na taazim ya baitullah na ni mwenye kutimiza haki yake. naye akiwa na wanyama wa zabihu anataka kuwapeleka kwenye mahala pao, na naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake kwamba nini mwache njia yao iendeayo hadi kaba, waila mimi nikichukua watu wangu na nikiwaacha nini nitaondoka. ye akasema kwamba muwape waislam ruksa ya kufanya umra. makuraish wakasema, hulas, wewe kaa kimia ili sisi tuwafanye wakubali masharti yetu. na katika riwaya moja inapatikana kwamba makuraish walisema kwamba wewe kaa chini, bedui, wewe ni beduini, mtu wa kijijini, hujui chochote. yale uliyosikia kutoka kwa muhammad au kuona yote ni udanganifu tu. mungu apishe mbali. katika safari hii inapatikana habari ya Ka'b bin Ujra aliyepewa rukhsa ya kunyoa kichwa katika ihram. maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba Ka'b bin Ujra anasimulia ya kuwa sisi tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Hudaybiyah. tulikuwa katika hali ya ihram. washirikina walikuwa wametuzuia. nywele zangu zilikuwa ndefu, chawa zikaanza kudondoka juu ya uso wangu. mtume akapita karibu nami na akasema, je, chawa za kichwa chako wanakuuzi? nikasema ndio. mtume akasema kwamba hiyo haikuwa zana yangu kwamba mauzi yako yataongezeka kiasi hiko, na mtume akaniamuru kunyoa kichwa, kwamba unaweza kunyoa kichwa. kabla mwenyezi mungu alishusha aya hii kwamba faman kana minkum marizan au bihi azan min rasihi fafidyatun min thiyamin au sadaqatin au nusuk. basi miongoni mwenu awaye mgonjwa au ana marazi kichwani mwake, basi atoe fidia kwa kufunga saumu au kutoa sadaka au kuchinja wanyama. katika hali hiyo mtu anaweza kunyoa kichwa. katika safari hii kuna habari ya kutumwa kwa Quraishi Mikraz bin Hafs kama mbalozi, kama ilivyoelezwa hapo kabla kwamba kwa
alipopata ruksa kutoka makuresh watu mbalimbali walikuwa wanamjia mtume salallahu alaihi wasallam na kuna habari ya mikrad bin hafs vile vile aliyekuja yeye akawaambia makuresh kwamba muniache niende kwa muhammad saa salam alipokuja mtume kwa kumwona yeye akasema mtu huyu ni mdanganifu na katika riwaya neno la fajir linapatikana ye alipomjia mtume salallahu alaihi wasallam mtume saa salam akaongea naye jambo lile lile ambalo alikuwa ameongea na urwa na budal kisha ye akarejea kwa watu wake na akaenda kuwapasha habari ambayo mtume alikuwa ameongea naye katika swala hili kuna habari ya mtume salallahu alaihi wasallam alipomtuma khirash bin umaya kwenda kwa quresh yani mtume pia akapeleka mbalozi wake mmoja muhammad bin ishaq ameandika kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alimtuma khirash bin umaya juu ya ngamia yake kwenda kwa quresh ngamia huyu alikuwa anaitwa salab ili yeye awafikishie watu wa quresh ujumbe ambao kwa ajili yake wamekuja ikrima bin abu jahal akakata miguu ya ngamia ikrima akaamua kuumua mbalozi huyo lakini makabila ya ahabish wakamzuia ye akamruhusu khirash kuondoka na yeye akarejea kwa mtume salallahu alaihi wasallam na kilichotokea pamoja naye akamwambia mtume salallahu alaihi wasallam kwa vyovyote vile makuresh waliendelea kuleta ufisadi lakini mtume salallahu alaihi wasallam akaendelea kuvumilia katika maelezo yake sehemu moja tumezabishira mazhab ameandika hivi ya kwamba makuraish wa makka hawakuishia juu ya hilo tu bali wakipofuka katika jaziba yao waliamua ya kwamba kwa kuwa mtume salallahu alaihi wasallam na masahaba zake wamekuja karibu sana na makka na wamekuja mbali na madina hivyo kwa kuwashambulia tuwapatie hasara na madhara hivyo kwa ajili yake wakapeleka kundi moja la watu 40-50 katika hudhabia na nyuma ya maongezi hayo yaliyokuwa yanaendelea baina ya makundi mawili wakawaongoza watu wao kwamba waendelee kuzunguka hema ya kiislamu na wakipata nafasi wawapatie waislamu hasara bali baadhi ya riwaya zinasema kwamba watu hawa walikuwa 80 katika idadi na pia wakati huu makuresh walikuwa wamepanga njama ya kuumua mtume saa salam lakini kwa fadhili ya allah waislamu walikuwa makini juu ya mahala pao hivyo siri ya njama hii ya makuresh ikafichuka na watu hao wote wakakamatwa waislamu juu ya kitendo hicho cha watu wa maka kilichofanywa katika mji wa mtakatifu wakapata hasira kali lakini mtume salallahu alaihi wasallam akawasamehe wote na hakutaka kwamba kizuizi kipatikane katika juhudi ya kufanya suluhu kisha kuna tukio mashuhuri linapatikana katika historia hata usman raziallahu taala anhu alipopelekwa na mtume saa salam kama mbalozi alama beki amesimulia kutoka urwa ya kwamba kisha mtume salallahu alaihi wasallam alimuita hat umar bin khattab ili ampeleke kwa quresh ye akasema kwamba ya rasulullah salallahu alaihi wasallam makureshi wanajui kuhusu uadui wangu hivyo mimi nina hofu na hakuna mtu katika banu adi ambaye anilinde na alisema ya rasulllah kama unataka basi mimi naenda tu mtume salallahu alaihi wasallam hakumwambia lolote hatumar akasema ya rasulllah mimi nakuambia jina la mtu mmoja ambaye ana heshima zaidi kuliko mimi katika makka na ana familia kubwa katika makka ambao watamlinda na yeye atafikisha ujumbe wako unaotaka kufikisha na mtu huyu ni hat usman bin affan hat umar hakusema jambo hili kwa sababu hofu ya nafsi yake alisema kwamba wao wataniua tu lakini
shabaha ya kwenda kwangu haitatimia na fitna itapatikana, hivyo ni bora kwamba mimi nisiende na usman aende. Mtume saa salam akamwita usman na akasema kwamba uende kwa makuraish na uwapatie habari kwamba sisi hatukuja kupigana vita bali tumekuja kufanya umra. maelezo yake katika sir khatamanabiyin bidabshir msema ameandika hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Uthman kwamba aende Makka na awaambie makuraishi kuhusu nia ya waislamu kufanya umra, na mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Uthman maandishi moja ambayo yalikuwa ni kwa ajili ya viongozi wa Quraysh. Katika maandiko hayo mtume alieleza shabaha ya ujio wake na akawahakikishia makuraishi kwamba nia yetu ni wazi, nia yetu ni kufanya ibada tu, na sisi tukifanya umra katika hali ya amani tutarejea. Mtume akamwambia Uthman kwamba katika Makka waislamu walio dhaifu ujaribu kukutana nao na uwape moyo na uwaambie kwamba wafanye subira. Hivi karibuni mwenyezi mungu atatufungulia milango ya ufaulu. Na mtume alikuwa na yakini sana juu ya mungu. Akiwa na ujumbe huwa Uthman akaenda Makka na akikutana na Abu Sufyan ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Makka na pia alikuwa jamaa wa Uthman. Akaenda kuongea na watu wa Makka katika mkusanyiko. Katika mkusanyiko ule Uthman akaweka mbele yao maandiko ya mtume sallallahu alaihi wasallam na viongozi wa Quraysh pia wakasoma, lakini hata hivyo wote wakaendelea kusimama kidete juu ya jambo lao kwamba mwaka huu waislamu hawezi kuingia Makka. hata Uthman alipotoa usisitizo Quraysh wakasema kama una shauku basi sisi tunakupa nafasi ya kufanya tawafu ya Baitullah. Makuraishi walimpatia Uthman ofa ya kufanya tawafu ya Baitullah na walisema kwamba ufanye tawafu na hatuwezi kufanya zaidi yake. Uthman akasema kivipi hii inaweza kutokea kwamba mtume azuiliwe nje ya Makka na mimi nifanye tawafu? Makuraish hawakukubali na hata Uthman kwa kukata tamaa akaanza kujiandaa ili kurejea. Hapo watu wa Makka wenye shari wakahisi njama na aghlabu kwa wazo hili kwamba labda kwa njia hiyo tutaweza kupata faida zaidi katika kupatana na Waislamu, wakawazuia Uthman na wenzake katika Makka na uvumi ukashamiri kwa Waislamu kwamba watu wa Makka wamemua hata Uthman. Habari hii ilipofika huko mtume saa salam akapokea baiati inayoitwa Bait Rizwan. Katika maelezo yake imeandikwa kwamba habari hii yani habari ya kuuawa kwa Uthman ilipofika Hudaybiyah, waislam wakashikwa na hasira kali, kwani Uthman radhiyallahu taala anhu alikuwa mwanamkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa miongoni mwa maswahaba wenye heshima na alikuwa amekwenda Makka kama mbalozi wa Kiislam. Na siku hizi zilikuwa ni siku za miezi mitakatifu na Makka pia ilikuwa ni eneo takatifu. Mtume kwa kutangaza kwa waislamu wote akawajumuisha chini ya mti mmoja wa Babul, na maswahaba walipojumuika mtume aliwaambia habari hii na akasema kama habari hii ni sahihi basi wallahi sisi hatutaacha mahala hapa mpaka tuchukue kisasi cha Uthman. Kisha akawaambia maswahaba, njoni mkiweka mkono juu ya mkono wangu mufanye bayat na mufanye ahadi kwamba hakuna yeyote miongoni mwenu atakayeonyesha mgongo na atajitolea uhai wake lakini hataacha mahala pake. Juu ya tangazo hilo maswahaba wakasema labbaik na wakafanya bayati. Na waislamu hawa 1400 ambao wakati ule walikuwa ni hazina ya Islam, kila mmoja akajiuza juu ya mkono wa kiongozi wao mtakatifu. Bayat ilipokuwa inafanywa mtume sala salam akaweka mkono wa kushoto juu ya mkono wa kulia na akasema huu ni mkono wa Uthman, kwani kama angekuwa hapa basi asingekaa nyuma katika biashara hiyo takatifu, lakini wakati ule anaendelea kufanya kazi ya Mungu na mtume wake. Na hapo manzari haya ikafikia kwenye mwisho wake.
katika historia ya islam bet hii ni maarufu kwa jina la bet rizwan. Ini baiati ambapo waislamu walipata zawadi ya utii kamili wa mwenyezi mungu. kurani tukufu pia imeeleza habari ya bet hii. Hivyo mwenyezi mungu anasema kwamba lakad raziallahu anil muminina idh yubayiunaka tahta shajarate faalima ma fi qulubihim faanzala sakinata alaihim wa athabahum fatan qariba. Kwa hakika allah amewavia razi waaminio walipofungamana nawe chini ya mti na aliyajua yaliyomo mioyoni mwao, basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa ushindi wa karibu. Masahaba watukufu daima walikuwa wakieleza habari ya bayat hii kwa ufahari na kwa mapenzi, na wengi wao walikuwa wakiwaambia watu wa baadaye kwamba nini mnaona ushindi wa Makka ni ushindi mkubwa, lakini tulikuwa tunaona kwamba bayat rizwan ni ushindi mkubwa. Na hakuna shaka ndani yake kwamba bayat hii pamoja na historia yake ilikuwa ni ushindi wenye shani azim, kwani huo ulifungua mlango wa ushindi wa siku zijazo. Na pia kwa kupitia bayati hiyo roho ya kujitolea islam ambayo ni alama ya msingi ya dini muhammad ilipata kuzihiri, na maswahaba wa islam kwa matendo yao walionyesha na kuthibitisha kwamba wao kwa ajili ya mtume wao na kwa ajili ya ukweli alioleta kwenye kila medani na kwenye medani yao, kwenye kila hatua wako tayari kufa. Ndiyo maana maswahaba watukufu kwa kueleza habari ya bayat rizwan walikuwa wanasema kwamba bayat hii ilikuwa ni ahadi ya mauti, yani ilikuwa ni bayat kwamba kila muislamu kwa ajili ya islam na kwa ajili ya heshima ya islam atajitolea uhai wake, lakini hatarejea nyuma. Na kulikuwa na kipengele makhsus cha bayat hii kwamba ahadi hii haikuwa maneno ya mdomoni tu iliyofanywa kwa wakati, bali ilikuwa ni sauti ya moyo, na nyuma yake ilikuwa ni nguvu ya waislamu, na ilikuwa imejumuika juu ya nukta moja. Habari ya kifo cha Uthman na habari ya bayat rizwan Muslim Maud pia ameeleza. Anaandika kwenye hutuba yake moja ya kwamba hapo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajumuisha maswahaba. Alipopokea taarifa ya tukio hili la Uthman akasema kwamba uhai wa mbalozi unalindwa katika kila kaumu. Mmesikia kwamba watu wa Makka wamemua Uthman. Kama habari hii itakuwa kweli, tutaingia Makka kwa nguvu, yani ni yetu ya kwanza kwamba tutaingia Makka kwa suluhu. Ilikuwa chini ya hali fulani, na kwa kuwa hali hizi zitabadilika, hivyo hatutalazimika kufuata nia yetu ile. Watu walio tayari kwamba tukilazimika kusonga mbele tutarejea kwa ushindi, la sivyo tutakufa katika medani, wafanye bayat yangu juu ya ahadi hii. Alipotangaza, watu waliokuja pamoja naye 1500 wakabadilika katika wanajeshi 1500, na kila mmoja akaanza kushindana katika kufanya bayati juu ya mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bayat hii katika historia ya Kiislam ina umuhimu mkubwa na inaitwa ahadi ya mti, kwani muda ambapo bayat ilipokelewa wakati ule mtume sallam alikuwa ameketi chini ya mti moja. Kuhusu suluhu Hudaybiyah kuna mengine nitaeleza katika siku za usoni. Wakati huu ningependa kusema kama wote wanavyojua kwamba katika Ulaya pia hali inaendelea kubadilika na kuwa tete. Vita ya Ukraine na Urusi, hatari inaendelea kuzidi kwamba itasambaa, na nchi za Ulaya zinaendelea kupata maonyo. Wengi wenye akili au viongozi wanaopenda amani wana wasiwasi kuhusu hali hii. Mufanya dua Mwenyezi Mungu awasalimishe Waahmadia na watu wanaopenda amani kutoka athari mbaya za vita.
na watu hao wasitumie silaha hizi ambazo kwa kutumia kwazo vizazi vijavyo wapate athari. Mufanye dua kwa ajili ya nchi za kiislam. Mwenyezi mungu awapatie viongozi akili na waweze awajalie uwezo wa kutambua haki. Jambo jingine ambalo ningependa kuweka mbele yenu ya kwamba hali namna ambavyo inaendelea kuharibika kwa haraka. Kwa sababu ya hali hizi watu wamechukua hatua, lakini ningependa kuwakumbusha tena kwamba katika nyumba zenu mufanye juhudi ya kutunza vyakula vya miezi miwili mitatu. Lakini nukta iliyo muhimu ni kwamba mufanye juhudi ya kujipatia ukaribu wa allah na ridhaa yake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.